Maisha yana safari ndefu. Ndiyo, maisha yana safari ndefu sana. Kisa hiki cha mwanadada aitwaye Lenata kina mengi ya kutufundisha. Lenata ana mengi ya kutueleza kwenye safari yake ya ndoa. Ni matumaini yangu kuna kitu utajifunza. Ndugu msikilizaji, tunaongea kuhusu maisha halisi. Maisha ambayo watu wanayaishi, wanayaleta kwetu na sisi tunayaleta kwenu kwa njia ya simulizi. Si burudani tu, bali kuna funzo. Kuna kitu cha kujifunza. Lenata anasema, sikuwahi kubahatika kuwa na mwanaume mwenye upendo kama huyu. Marius ni mwanaume anayenipenda kupita maelezo. Licha ya kuwa nimemzidi umri na pesa, lakini hakujali kabisa kuhusu hilo. Aliniwekea mikakati yake na kunifanya nijione kama mwanamke ambaye sina pesa kabisa. Hakutaka kutumia pesa yangu. Hakutaka kutumia jasho langu. Alitaka heshima yake kama baba wa familia. Lenata mimi ni binti niliyekulia kwenye mazingira ya mjini. Ni binti niliyeishi kwenye maisha ya kifahari na niliyeweza kumiliki mali nyingi. Ndiyo, nilikuwa na kila kitu nilichokuwa nakihitaji. Na ilipofika umri wa kuolewa, nilibahatika kuolewa na mwanaume mmoja aitwaye Marius. Nilichagua kuolewa na yule mwanaume wa kawaida sana, ambaye tulikuwa na tofauti kwenye uwezo. Lenata nilikuwa na mali nyingi sana. Nilikuwa na mali nyingi tofauti na Marius ambaye alikuwa ni fundi mbao tu. Nilichagua kuolewa na Marius kwa sababu nilihitaji kuwa na mwanaume niliyemzidi pesa. Hayo yote niliyafanya kwa malengo yangu binafsi. Na Marius mume wangu alinipenda sana. Licha ya kuwa mimi nilikuwa na mali kumzidi, lakini alinipenda sana. Hata hivyo angeweza kufanya biashara zake nyingine nyingi kutokana na mali nilizokuwa nazo. Lakini Marius hakutaka kabisa kushiriki ulaji wa mali zangu. Kitu alichohitaji, kitu pekee, ni heshima ndani ya nyumba kama baba. Kama mtu ambaye anamiliki mke, lakini sio kama mtu anayemiliki mke mwenye pesa. Siku moja nilipomwambia kuhusu swala la mtoto, Marius hakutaka kabisa kwa kipindi kile. Alinizuia na kusema, acha tuweke maisha yetu yawe mikononi mwetu. Lakini mume wangu, kwa nini tusitafute mtoto kwenye kipindi hiki? Mbona mali zipo na tunaweza kufanya chochote tunachotaka? Sikia mke wangu, sio kana kwamba sihitaji mtoto. Mimi kama mume ninahitaji kuwa na mtoto. Lakini acha nitafute maisha na kuyaimarisha zaidi. Subiri, tujipe muda kidogo. Sidhani kama unanitendea haki kwenye hili. Naona kama hautaki kabisa kuwa na mtoto. Naumia ninapoona tuna mali nyingi zinazoweza kumlea mtoto wetu vizuri, kumsomesha na kila kitu anachokitaka awe nacho. Lakini hautaki. Kuna lipi linaloweza kuturudisha nyuma? Kila kitu kipo. Ni nini kinaweza kuturudisha nyuma, Marius? Hakunijibu chochote. Alinitizama na kuniuliza ni nini nitapika usiku ule. Sikuwa najishughulisha na chochote kwa muda ule. Nikamwambia nitapika wali. Nataka niende sokoni na Sandra nikanunue mahitaji yote ya nyumbani. Nilivyosema hivyo nilimtizama Marius aliyekuwa akijisachi mfukoni mwake na kutoa pesa ili aweze kunipatia nikanunue mahitaji. Niliziangalia zile pesa. Alitoa noti ya shilingi 5,000 tu. Hakuwa na pesa nyingine tena. Na baada ya kuangalia kwenye mifuko yake mingine, hakuona pesa. Inaweza kukutosha? Naenda kumalizia kazi. Nafikiri mpaka jioni nitakuwa nimepata pesa mfukoni. Tutaweka sawa yale mambo yote ambayo hayapo sawa kabisa. Nilionyesha tabasamu. Alikuwa ni mtu anayejaribu kupambana kuwa kama baba ndani ya familia. Licha ya kwamba hana pesa, lakini alijitahidi.
Hakutaka kubweteka awe kama mtu tu wa kawaida ambaye anaweza kutumia mali zangu. Ninaweza kusema alikuwa ni mwanaume mwenye akili sana. Ni mwanaume ambaye alifahamu wazi nikiingiza pesa zangu na akategemea pesa yangu ya kula na kufanya kila kitu, basi ipo siku nitamuonyesha dharau za wazi. Imekuwa ni tabia ya wanawake wengi sana. Mwanaume akishaanza kumtegemea, basi dharau huwaga zinazidi. Marius alikuwa ni mmoja ya watu ambao hakutaka dharau kabisa. Kiasi kwamba ilikuwa nikitumia pesa yangu mimi kuweka kwenye matumizi ya pale ndani, alikuwa ni mtu ambaye anakasirika sana. Hakutaka iwe hivyo. Ile siku sikutaka kuwa na mambo mengi kabisa. Nilijiandaa haraka na kumtafuta Sandra aliyekuwa ni rafiki yangu kipenzi. Sandra mpenzi, nakuja hapo kwako unisindikize kwenda sokoni. Unaenda kununua nini? Nina kazi muda huo. Kama bamia zako za kila siku sitaenda. Siwezi kuacha kazi zangu kwenda sokoni kununua mibamia. Wewe twende. Niambie unataka nini nikufanyie kwa siku ya leo. Wewe sema tu. Nilimwambia vile Sandra na kufungua mkoba wangu mdogo uliokuwa na ATM card yangu. Nilimwangalia Marius nisimuone. Alikuwa ameshaenda kwenye kazi zake za ufundi seremala. Nilitoka nikiwa nimependeza sana. Japo tuliishi kwenye nyumba nzuri, lakini kipato cha mume wangu Marius kilikuwa ni cha kupambana sana. Nilimpitia Sandra na tukaenda zetu sokoni. Tulifanya kila aina ya starehe ambayo alikuwa anaifurahia sana Sandra rafiki yangu. Yalikuwa ni maisha ambayo tulikuwa tukiishi mimi na yule rafiki yangu. Nilinunua mchele na vitu vingi nilivyotamani kuwa navyo pale ndani. Baada ya hapo tulifunga safari na kurudi nyumbani. Tulipofika njiani kila mmoja alimwaga mwenzake, nikarudi nyumbani kwangu nikiwa nimeshika mifuko miwili mkononi. Ilikuwa nikana kwamba nimenunua vitu vingine vingi vya ziada. Nilifika na kuanza kupika huko nikichati na Sandra aliyekuwa akiniuliza kuhusu masuala yetu ya kutoka kwenda kula bata baadaye. Alipenda sana kula bata. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda starehe kuliko kitu chochote. Sidhani kama Marius atakataa sisi kwenda klabu siku leo. Lakini mimi ni mke wa mtu Sandra. Hayo mambo ya kwenda club sidhani kama mume wangu atakubaliana nayo. Basi angalia namna ya kumwaga. Ni lazima tutoke usiku wa leo. Sawa. Ngoja nimpikie vizuri ali ashibe ndipo nitakapomwomba ruhusa ya kutoka. Sawa, fanya hivyo. Haukuchukua muda mrefu tangu mimi nilipoongea na Sandra. Mume wangu akawa amerudi pale nyumbani akiwa amechoka na amechafuka sana kutokana na kazi yake. Kwa kuwa alikuwa akinipenda na kunijali sana, hakutaka kwenda chumbani bila ya kuniona kwanza. Alinyata taratibu na kuja kuni surprise nilipokuwa nipo jikoni. Lakini kwa muda ule nilikuwa nimeshamsikia tayari. Acha kunyata, nimeshakusikia. Niliongea vile na kugeuka haraka kumtizama Marius. Aliniwahi haraka na kunikumbatia. Alinikumbatia akiwa mchafu vile vile. Marius, niache kwanza. Huoni napika na umechafuka hivyo? Unanichafua bwana. Niliongea huku nikimsukuma na kumtoa pale. Unachafuka na nini wakati ndio kazi ya mume wako? Inabidi uipende hivyo hivyo mke wangu. Ndio, nimechafuka, lakini hii ndo kazi yangu. Nilimtizama Marius na kujitizama jinsi nilivyochafuka na kujikuta nachukia sana. Ndio nini hivi? Nilisonya na kugeuka kuendelea kupika. Marius hakutaka maneno mengi kwangu. Aliona tayari nimeshakasirika. Akageuka na kutoka jikoni alipokuja kunisalimia na kuingia chumbani kuoga. Niliangalia sana nguo zangu nilizokuwa nimezivaa. Alizichafua wakati nilikuwa nimebadili muda mfupi uliopita. Ndio mapenzi gani haya? Ndio nini hiki? Tunachafuana. Kazi yenyewe ni ya kupambana. Alafu mtu anakuja kunifanyia vitu kama hivi. Nilikuwa nimekasirika sana ile siku.
Nilimaliza kupika Marius akiwa hajatoka kabisa chumbani. Kwa kuwa tulikuwa tukiishi wenyewe wawili, nilipakua chakula kwenye sahani mbili na kwenda nacho chumbani kumwekea ili aweze kula. Nilipofika nikakuta Marius amelala kitandani. Alionekana kuwa kwenye usingizi mzito sana, kana kwamba ni mtu aliyekuwa amechoka kupita maelezo ya kawaida. Nilimtizama na kumsogelea pale alipokuwa amelala. Marius. Nilimwamsha kwa kumtikisa huku nikiwa na sahani yake ya chakula. Nimechoka sana. Nahisi mwili wote unauma. Sikusita kumpatia kile chakula nilichokuwa nimemwandalia. Baada ya kukiona, aliniangalia na kunitizama tena. Usinikasirikie mume wangu. Nimekuandalia chakula ninachokipenda sana. Nilitamani nile nikiwa na wewe. Naomba nikuulize kitu Lenata, alisema Marius huku akitoka kitandani kunifuata pale nilipokuwa nimekaa. Mimi ni mume wako? Ndiyo. Lakini ulinikera kuja kunikumbatia na manguo yako machafu. Lakini mke wangu, wewe ndio furaha yangu. Napenda sana pale ninaporudi nyumbani nikukute na amani na furaha. Sifurahishwi sana na dharau unazozionyesha. Na ndio maana sikupi uhuru wa kutumia pesa zako mbele yangu. Lakini pale unapobadilika na kuniona kama sifai, kama ni mtu ambaye ninakukera, na mimi ndipo ninapozidi kukunyima uhuru. Mimi nadhani mpaka pale utakapobadilika na kuniona kama mume wako, basi kila siku utafanya utakavyo. Kweli mume wangu? Ndiyo. Nimesema ukweli wangu wote. Mwanamke anayempenda mume wake kwa moyo wote, basi atapenda hata kazi ya mume wake. Atafurahishwa na kila kitu anachokifanya mume wake. Sidhani kama haya yote yanaweza kufanyika bila kuwa na upendo. Sidhani. Badilika mke wangu. Nipo tayari kubadilika na kukuonyesha upendo wote. Lakini nahitaji uhuru wa pesa zangu ndani ya hii nyumba. Nafanya hivyo kwa sababu najiona ni kama maskini wakati mimi ni mtoto wa kitajiri. Nimekuwa kwenye mazingira ya kitajiri siku zote. Lakini leo marafiki zangu, ndugu zangu wananicheka na kuniona kama binti mpumbavu. Binti ambaye niliyojichomeka kwenye maisha ya kimaskini angali mimi ni tajiri. Sitamani niendelee kuishi haya maisha. Mimi ni mtu mwenye pesa. Najiona kama mfungwa ndani ya gereza. Ile siku niliamua kumweleza yote ambayo nilikuwa nahisi Marius. Kumbe ni hilo tu nalohitaji? Ndiyo. Halina shida. Unaweza kufanya vile unavyotaka. Lakini ijue mipaka yako kwangu. Tambua kuwa mimi ni mume wako wa halali. Usifanye mambo ya kujipangia tu. Fanya kwa kunishirikisha. Baada ya Marius kusema vile, nilisikia mlio SMS ukiingia kwenye simu yangu. Moja kwa moja nilijua ni Sandra ndiye ananitafuta ule muda. Nilimwangalia Marius. Na ule muda wa kumwaga Marius ulikuwa umeshafika tayari. Nawezaje kumwaga? Nilijisemea kimoyomoyo na kutaka kumweleza Marius kuwa nahitaji kuondoka na kubaki. Nilikuwa sielewi, nikaendelea kusita kusema. Marius alinitazama na kunielewa. Mbona kama kuna kitu nataka kusema na unajiuliza? Sikusita kumwambia. Nahitaji kutoka muda huu. Kuna mahali naelekea mimi na Sandra. Ninachohitaji ni ruhusa yako tu mume wangu, na ndio maana unaona na sita kusema. Nafahamu kuwa huu ni usiku. Niliongea kwa kujinyenyekeza sana. Nilikuwa nahitaji ruhusa yake. Nisijue ni jibu gani ambalo anaenda kunipatia muda ule. Kama umeomba ruhusa, basi naamini kwamba umebadilika mke wangu. Ndiyo, unaonesha kuna mabadiliko ambayo unayo. Nimekuruhusu. Nilijikuta nikimkumbatia na kujua kumbe maisha yanaweza kuwa rahisi kabisa endapo nitafanya kila kitu kwa kumwonyesha upendo wa dhati kabisa. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Lakini kuwa makini huko unakoenda. Hakikisha unarudi ukiwa salama. Usijali.
Nitakuwa makini kwa kila kitu nitakachokifanya. Nitahakikisha mrembo wako narudi nikiwa salama kabisa. Sawa. Ukirudi utanipigia simu nikufungulie mlango uingie ndani mke wangu. Usijali kwa hilo. Ndugu msikilizaji, kwa mambo ya kawaida, kwa ndoa za kawaida ambazo tumeshazizoea kwenye mazingira yetu tunayoishi kila siku, si rahisi mwanaume kumruhusu mke wake kwenye mazingira kama hayo. Usiku atoke aende kwenye starehe alafu yeye abaki ndani alale. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini Renata anasema ile siku alipata ruhusa. Na moja kwa moja haraka nilituma ujumbe kwa Sandra kuwa nimepewa ruhusa kutoka kwenda kula bata. Lakini sijue mume wangu kama ninaondoka kwenda kwenye starehe kubwa sana, club. Nilijiandaa haraka na kuvaa vizuri kabisa. Nilivaa nguo fupi iliyonishika mwili wangu, mkoba wangu mkononi, na nilimuaga mume wangu. Mume wangu, naenda sasa. Unaniagaje hivyo mume wako? Renata anasema siku 6 kusogea kwa Marius. Nilimpa busu zito lililochukua takriban dakika 3. Umeridhika mume wangu? Bado. Najua utarudi tena. Nenda kwanza mke wangu. Nilitoka nikionyesha furaha usoni mwangu. Marius hakuwa mbali na mimi. Alinisindikiza mpaka nilipotoka nje kabisa. Alinipungia mkono wake na kuniaga. Alikuwa ananipenda sana. Hakutaka kuniacha niende, lakini atafanyaje? Alibaki pale mlangoni akinitazama dakika chache mpaka pale nilipopotea kabisa. Alifunga mlango na kurudi ndani. Aliingia na kufikiria jinsi nilivyokuwa nimevaa. Nilikuwa nimevaa si mavazi ambayo kwa kawaida mke wa mtu anapaswa awe amevaa vile. Hakutaka kunizuia kwa chochote kile, kwani angeweza kuzua ugomvi mkubwa baina yetu kwa muda ule. Alifanya vile, lakini hakuwa anapenda. Atafanya nini sasa? Nguvu ya pesa, upendo. Mambo yalikuwa mengi kidogo. Nilifika mpaka pale ambapo mahali nilipanga kukutana na Sandra. Muda mchache baadaye Sandra alifika akiwa na gari ya kukodi. Tunaelekea wapi? Wewe panda, hata usiulize chochote kile. Sikutaka mambo yawe mengi. Niliamua kuingia ndani ya ile gari na tukaanza safari kuelekea mahali pale ambapo alikuwa amepachagua Sandra. Umewezaje kukiaga kile kiumbe? Nilicheka na baada ya hapo nikamwambia ulitakaje? Ulitaka nikataze? Hamna, namjua vizuri mume wako. Bora hata mume wangu. Sikutaka kufanya mambo yawe magumu. Ni mapenzi tu moto moto. Hawezi kufurukuta. Hakufoka kuhusu kile chakula. Kila kitu kipo kiganjani kwa sasa Sandra. Amenipa kodi ambayo mimi naweza kumshika muda wote. Yaani angejua kama ile kodi nilikuwa naisubiri, basi asingefanya hivyo. Tulicheka na moja kwa moja tulielekea kwenye moja ya klabu kubwa sana ambayo matajiri wengi walikuwa wakifanya mambo yao huko. Wapo waliokuwa wakicheza kamali, wengine wakila vyakula vya bei kubwa, wengine walikuwa wakinywa pombe. Ni kama tu ilivyo starehe ya klabu nyingine nyingi ambazo watu huaga wanafanya. Na wengine walibaki kucheza muziki. Mimi napenda kucheza sana. Situmii pombe. Hivi vitu huaga havinivuti hata kidogo. Mimi starehe yangu nadhani unaijua, Renata. Nataka nile, ninywe na mambo mengine mengi nifanye. Sijali kama hata kama nina kile kikaragosi nyumbani. Hakiwezi kunifanya chochote. Kwa hiyo, twende. Tunasubiri nini? Tuliingia ndani ya ile club. Ile siku kulikuwa na watu wengi sana wenye pesa. Matajiri wengi waliweza kufika pale ndani ili kuweza kufanya starehe zao. Renata, umekuja? Aliongea kaka mmoja niliyekuwa namfahamu. Oh, Carlos. Sikutegemea kukuona hapa. Imekuwa ni muda mrefu sana Renata. Nitakuwa nakuja sasa. Labda kama nitakuwa na dharura. Niliangalia watu jinsi walivyokuwa wakicheza huku na kule.
Nilichukuliwa na Carlos na kwenda kucheza kwenye moja ya kundi lenye watu wengi sana. Nilimisi sana kucheza na wewe. Ulikuwa wapi siku zote? Mbona kama uliniacha peke yangu? Unajua nini Lenata? Wewe ni mrembo sana. Nilijikuta nikitabasamu kwa maneno ya Carlos. Nilijiachia zaidi na kuendelea kucheza zaidi na zaidi. Sikuwa na nafasi ya kutoka. Mume wangu ni mkali sana. Umeolewa? Ndio, hujui kama unacheza na mke wa mtu. Kwa hiyo akitokea hapa utapigwa. Niliongea kwa maringo huko nikijiachia sana kwa Carlos. Sikujali kama mimi ni mke wa mtu. Nilijikuta nikivutiwa sana na ule muziki wa ile siku. Muda mchache baadaye Sandra akiwa ameshamaliza kupiga vitu vyake alikaa mahali huku akinitizama mimi nikicheza na Carlos. Matajiri wengi walivutiwa sana na vile nilivyokuwa nacheza. Wanacheza vizuri sana. Kiasi kwamba watu wamewaachia uwanja mkubwa sana. Leo Lenata atatoka na pesa nyingi sana. Ametisha mno. Ona wale matajiri wanavyomwaga dola. Pesa itakuwa nyingi. Performance yake ni nzuri sana. Anajua kucheza na biti. Anajua kucheza na mkaka. Good performance. Sandra alikuwa akizungumza na moja ya mdada aliyekuwa amekaa pembeni yake. Baada ya Sandra kusema vile, mtangazaji alimaliza ile dance kwa kutusifia sana. Alitusifia mimi pamoja na Carlos. Tulicheza vizuri. Lakini unajua nini? Hao wote hawaniwezi mimi. Bado sana. Yule dada alimjibu Sandra. Yaani wewe ucheze kama Lenata? Kwa urembo gani? Kwani urembo ndio unaocheza? Subiri nipande mimi uone. Yule dada aliondoka na kwenda kupanda kwenye moja ya jukwaa dogo na kuanza kucheza na mkaka aliyekuwa amekaa pembeni yake. Baada ya yeye kwenda kupanda, watu wengi waliacha shughuli zao na kuanza kumtizama jinsi alivyokuwa anacheza. Mimi nilikuwa tayari nimeshashuka na kwenda kukaa alipokuwa amekaa Sandra. Mbona kama huyu dada anashangiliwa sana kuliko mimi? Na ananyodo sana. Ametoka kuongea muda si mrefu hapa mbele yangu. Ona anavyocheza huku akitutizama. Ni mrembo mpya kwenye hii club. Tayari ameshajikusanyia mashabiki wengi sana. Kwa hiyo sisi tutafanyaje Carlos? Kama yeye ana mashabiki wengi, sisi tufanye nini? Ili tuwe na mashabiki wengi basi ni lazima tuwe na mazoezi ya kutosha. Pili, tuwe tunakuja huku mara kwa mara ili tuweze kujikusanyia mashabiki wengi zaidi. Sawa, nipatie namba yako. Nitakuwa na kutafuta na kukutana nawe kufanya mazoezi zaidi. Yule dada ni lazima nimpite. Haiwezekani tufanye vitu na bado atupite. Haiwezekani. Nilisema vile na kubadilishana namba na Carlos. Sandra, tuondoke sasa. Muda umeshaenda sana. Achana na yule, hana anachokijua. Sandra alimtizama sana yule dada. Mabosi wanamwaga pesa nyingi sana. Tuliamua kutoka. Tulitoka. Na tulipokuwa tunatoka, mtu mmoja alinifuata na kunisimamisha. Hello, mambo. Unaitwa nani? Naitwa Renata. Sijui unaitwa nani? Naitwa Mr. Dario. Nimependezwa sana na performance yako. Unaweza kuwa mtu wa timu yangu? Nilishangaa sana. Mtu wa timu yako kivipi? Huwa tuna mashindano hapa kila siku. Na kila timu inaitwa mtu mmoja huwa anaenda kuwakilisha pale. Nimeona una uwezo mkubwa sana kupita watu wa timu yangu. Na yule dada unayemuona pale kwenye stage ndio mshindi wa kila siku. Nadhani wewe ndio mtu pekee unayeweza kumpa upinzani. Lenata, hii ndio fursa ya wewe kuwa juu ya yule mpumbavu. Nimechokia kumchukia ghafla. Usiache hii fursa na kuomba. Nitakupa jibu Mr. Dario. Asante sana. Lenata, mbona unakuwa hivi rafiki yangu? Toa majibu. Unatakiwa utoe majibu ya haraka. Tutaongea. Subiri kwanza leo ipite. Nadhani kama utakuwa tayari utaongea na yule jamaa aliyecheza pale. Na maanisha uliyekuwa unacheza naye. Tutaongea.
na kama kuna malipo na kila kitu kingine kwenye performance yako ya kila siku, basi tutaongea. Na hii ni business card yangu. Utanitafuta pale utakapokuwa tayari. Sandra, tuondoke. Si unamjua vizuri yule jamaa? Yule jamaa wa kule nyumbani kwangu si unamjua? Kama nitachelewa kurudi basi nitakosa hizi fursa zote. Request haraka usafiri tuondoke nyumbani. Hata hakuna haja ya kufanya hivyo. Tukitoka tu hapo nje kuna Uber za kutosha. Twende zetu. Mimi pamoja na Sandra tuliondoka haraka na kupanda Uber kurudi nyumbani. Una bahati sana Renata. Kama na mimi ningejua kucheza, basi ningepanda pale kucheza. Wewe unajua tu kula na kunywa. Subiri mashindano yako. Sawa, lakini hii fursa usiache hata kidogo. Unaweza ukajiingizia pesa zaidi ya biashara unazofanya Renata. Nimeliona hilo, lakini mimi sipo kwa ajili ya mashindano. Nacheza kama kujifurahisha tu kwa sababu nina kipaji hicho. Natamani ningekuwa wewe Renata. Lakini unaona vipi kuhusu hii ofa ambayo umeipata? Acha nifike nyumbani kwanza, tutaongea kesho. Unamwaza Marius, si ndio? Muda umeenda sana. Nawezaje kupata ruhusa kama nikichelewa kurudi kiasi hiki? Mimi ni mke wa mtu Sandra. Dereva, muache hapa huyu dada. Sisi tunaendelea na safari. Alisema Sandra na kuniacha pale. Nilimuaga, nikachukua simu yangu na kumpigia Marius mume wangu. Sikupata shida, kwani nilipokelewa mara moja, na nilipomwambia nifungulie mlango, nimesharudi nyumbani tayari. Dakika chache baadaye Marius alifungua mlango na niliingia pale ndani. Pole mume wangu, umenisubiri sana. Ndio, kama ningelala basi hata simu yako nisingesikia. Ungelala leo nje mke wangu. Niliingia ndani na kukuta TV iko on, kana kwamba alikuwa akiangalia TV usiku ule. Sikutaka kukaa pale sebleni, nilikuwa nimechoka sana. Nguo zangu zilikuwa zimeroa kwa jasho. Nilitoka moja kwa moja na kuelekea bafuni. Baada ya kumaliza nilitoka na kumkuta Marius akiwa ananisubiri kitandani, kana kwamba ana kitu cha kuongea na mimi. Sikujua ni nini anataka kuongea na mimi. Kidogo nianze kupata hofu kwenye moyo wangu. Ni nini anataka kuzungumza? Nilifika pale, akaniuliza, "Umerudi salama mke wangu?" "Ndio mume wangu. Nilikuwa na siku nzuri sana mimi pamoja na rafiki zangu. Asante kwa ruhusa yako darling. Nimefurahi sana. Lakini umechelewa kurudi sana. Hii nayo imekaaje kwa upande wako?" "Oh, samahani kwa hilo. Hata mimi nilikuwa nawaza sana juu yako. Lakini nakuahidi sitakuwa nachelewa sana kwa sababu najijua mimi ni mke wa mtu." "Sawa, hilo halina shida. Unaweza kupanda kitandani tulale sasa mke wangu. Nilikuwa nakusubiri wewe." "Okay, tunaweza kulala sasa." Nilikuwa na furaha sana ile siku. Nilijikuta namrukia mume wangu na kumkumbatia kwa furaha zote. Kile kitendo kilikuwa kigeni sana kwa Marius kiasi kwamba alibaki anashangaa tu. Nilimtizama. Alinitizama mke wake mimi Renata niliyegeuka upande wa pili. Niligeuka huko nikiwa na tabasamu zito sana usoni mwangu. Usingizi ulinichukua. Nilijikuta nikiota ndoto huko nikiwa na tabasamu sana. Usiku ule Marius hakuweza kulala kabisa. Lakini aligundua kuwa nilikuwa nahitaji uhuru kama ule ili familia iwe na furaha muda wote. Lakini swali zito alilokuwa akijiuliza, atafanya nini cha zaidi? Na hajui mke wake naenda kufanya nini na rafiki zangu huko ninakoenda. Lakini haikumpa wasiwasi, kwa sababu nilirudi nikiwa salama. Sikuwa na shida yoyote zaidi tu ya furaha. Hivyo Marius hakutaka kujiuliza maswali mengi sana usiku ule. Aliamua kunikumbatia na kuamua kulala. Bado tunayo mengi ya kujiuliza. Vipi? Ruhusa zitaendelea au zitaishia hapo? Renata atakubali dili la Mr. Dario au atakataa? Na je, Marius ataamua kufanya uchunguzi kile anachoenda kukifanya mke wake usiku au ataamua tu ipite kwa sababu anataka mke wake awe na furaha?
Mpenzi msikilizaji, sehemu ya kwanza imeishia hapa. Tukutane sehemu ya pili. Siku iliyofuata kulikuwa kuna nini? Ndo kwanza tulikuwa sehemu ya kwanza. Bado zipo nyingi zaidi. Usikose miendelezo. Ulikuwa nami Madam Grace. Bye bye.